Iran imefanya mashambulizi ya anga nchini Israel na katika maeneo mengi ya Ghuba. Saudi Arabia imesema ndege mbili zisizo na rubani zimeshambulia ubalozi wa Marekani katika mji mkuu wa Riyadh. Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait pia zimeripoti makombora kuingia katika anga yake. Zaidi na Sabitaro. Ni mlipuko katika maeneo ya kidiplomasia ya Riyadh. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters likinukuu vyanzo vya habari, moto umezuka katika ubalozi wa Marekani ulioko katika eneo hilo. Wizara ya ulinzi ya Saudi Arabia imethibitisha kuwa ubalozi wa Marekani mjini Riyadh ulishambuliwa na ndege mbili zisizo na rubani kulingana na makadirio ya awali. Katika taarifa iliyosambazwa kwenye mtandao wa X, ubalozi ulisema hii imesababisha kuwaka kwa kiwango kidogo cha moto na uharibifu mdogo wa vyanzo kwenye jengo hilo. Ujumbe wa Marekani kwa Saudi Arabia umetoa taarifa ya hifadhi ya Jeddah, Riyadh na Dhahran na unasema kuwa itapunguza usafiri usio wa lazima kwa vituo vyovyote vya kijeshi katika eneo hilo. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewaambia viongozi wa bunge la Congress kwamba Marekani itazidisha mashambulizi yake dhidi ya Iran, ila alisema hajui ni muda gani operesheni hiyo itadumu. Rais alifanya uamuzi wa busara sana. Tulijua kuwa kutakuwa na hatua ambazo zitachukuliwa na Israel ambazo tulijua zingesababisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya Marekani. Kumekuwa na wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia wa Marekani kwamba operesheni za kijeshi nchini Iran zinaweza kuwa mzozo mwingine wa muda mrefu unaokumbusha vita vya Iraq na vilevile vya Afghanistan. Hapo awali, Rais Trump alisema kulikuwa na makadirio ya awali operesheni ya kijeshi itachukua wiki 4 hadi 5, lakini alisema vikosi vya Marekani vinaweza kuendelea kwa muda mrefu hata zaidi. Na msikilizaji, na kama ulivyosikia katika habari yetu kuu, mashambulizi ya anga bado yanaendelea katika eneo la Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Iran ikionya kushambulia meli yoyote itakayojaribu kukatisha katika mlango bahari wa Hormuz, njia ambayo ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi. Mashambulizi yanayofanywa na Marekani, Israeli na Iran yametatiza pia safari za anga katika maeneo mbalimbali duniani ikiwemo Afrika Mashariki kwa wasafiri wanaopitia Dubai na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Sami Laxton Omondi ni mmoja wa wasafiri waliokwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa, Kenya. Kwa sasa niko hotelini, niko Mombasa but hotelini tu. Nilifika uwanja wa ndege ilikuwa tarehe 28, nikapata taarifa kuwa uwanja wa ndege wa Dubai umefungwa. Kuna ndege kuingia wala kutoka. Ingefaa niende Marekani kupitia Dubai, kujiunga na meli yangu ya utalii. Mimi ni baharia. Contract yangu ingemaliza miezi 8. So nilikuwa nimeuza vitu na nilijua nitakaa nje kwa miezi 8. Nilipoambiwa kuwa sisafiri, ilibidi nirudi sasa niende hotelini kwa juu sikuwa na mahali pa kwenda. Nimeuza kila kitu kwa nyumba. Hii ilikuwa ni mara yako ya kwanza kusafiri ama ulikuwa unarudi kazini? Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Mkataba wa kwanza, naam. Je, mliambiwa mtafidiwa chochote, labda kupewa mahali pa kulala kama wasafiri ambao tayari walikuwa wameshalipia tiketi, ama mliambiwaje? Walituambia tu tutafidiwa. Ameshaambiwa chochote? Hatujapata taarifa maalum kutoka kwa shirika la ndege. Kazini kwako, iwapo utachelewa, kutakuwa na shida yoyote? Itakuwa na shida. Mimi kama baharia huwa nina kandarasi na kitambo niende, kuna mtu ashamaliza kandarasi lake, so inafaa rudi aende kwao ndio mimi niingie. So nisipoenda kutakuwa na confusion. Sijui kampuni itafanyaje na siwezi ongelea kampuni. Usipojiunga lazima kuwe na confusion. Umetoa taarifa kuhusiana na yaliyokukuta, ama wao wanajua kutoka mzozo wa Mashariki ya Kati umechangia? Wanajua juu siko peke yangu. Kuna wenzetu pia, kuna wenzangu pia ambao ingefaa tuende nao, na wengine kwa sasa wako Dubai, na kuna wenye ingefaa waje pia bado wako melini, hawawezi toka. So nilipowaambia walisema ati tunaelewa, it's a global thing, it's a global thing, and itabidi uende nyumbani tu tulie, mambo yakiwa sawa tutakujulisha. Kwa ujumla vimekutia hasara kiasi gani? Maana umetuambia pia umeuza mpaka vitu. Nimeuza vitu, na mimi psychologically nilikuwa nimejipanga kuwa tarehe kama ingekuwa tayari niko kazini, na kwa sasa bado niko Kenya, na sasa Kenya naweza sema Kenya sina makao. Kila siku natumia hela juu hoteli, chakula, na pia lazima niwe mahali kuna internet ndio in case of any emergency
wakinitaka nipatikane. Na ulipofika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi, hali ilikuwaje? Tulikuwa wengi. Kwa ufupi, tulikuwa tunasubiri ndege. Kuna wenye walikuwa wanaenda kazini, kuna wenye walikuwa wamaliza holiday, kuna wengine walikuwa wanasafiri kwenda kuona wapendwa wao, kuna wengine wanaenda kwa ajili ya matibabu, wengine kwa ajili ya masomo. Walipoambiwa kuwa uwanja wa Dubai umefungwa, kulikuwa na, naweza sema, confusion. Kulikuwa na kuchanganyikiwa. Tulikuwa tayari kusafiri, all of a sudden unaambiwa tuwezi safiri tena, na sababu kuu ni vita. Na wao walisema hata kama mkisafiri, afya ni muhimu ama uhai wenu ni muhimu kuliko kazi. Hatuwezi risk au kuweka maisha yenu kwenye hatari kwa ajili ya kazi. Walisema tutatafuta njia badala na tarehe mbadala, but kila kitu inategemea vita. Wanatafuta route salama, lakini kuna uwezekano pia wataspend zaidi, watatumia pesa zaidi. Naam, ni Sam Omondi huyo, mmoja wa wasafiri waliokwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa nchini Kenya. Na kama ulivyosikia, basi ndege na waendeshaji wa viwanja vya ndege kote Mashariki ya Kati wameendeleza kusitishwa kwa safari za ndege kwa siku 3 mfululizo baada ya mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran kusababisha kufungwa kwa anga katika mataifa mengi, jambo lililosababisha usumbufu katika sekta usafiri wa anga kimataifa. Vituo vikuu vya eneo la Ghuba vimesitisha shughuli, huku mamlaka zikipanga sehemu ya anga la ukanda huo kufungwa, jambo lilolazimisha mashirika mengi ya ndege ikiwemo Emirates na Qatar Airways kufuta mamia ya safari za ndege na kubadilisha njia za huduma za muda mrefu zinazounganisha Ulaya, Asia na Australia. Nimezungumza na mtaalamu wa uchumi Vincent Kimosopo wa Kenya na mtaalamu wa biashara ya utalii Isabella Mwampamba kutoka Tanzania. Ninachojua, nchi zinapoingia katika vita ni kwamba mataifa mengi au usafiri mkubwa ambao unatumika ni usafiri wa anga, kwa maana watu kutoka taifa moja kwenda taifa lingine. Na definitely katika mipango yote ya kazi, kama flight zitakuwa cancelled na nini, ni kuharibika tu kwa kazi, ni kuharibika kwa biashara. Kwa hiyo athari inakuwa ni kubwa, kwa sababu usafiri mkubwa watu wanaotumia kwa maana ya sekta nzima ya utalii ni usafiri wa anga. Kwa hiyo tumeathirika kikubwa. Kimosopo, tunafahamu umuhimu wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai. Ni kiunganishi katika maeneo mbalimbali ya dunia. Kwa muda kuacha kufanya kazi kutokana na vita, na pia kuna uwanja mwingine wa ndege wa Hamad na pia tumesikia kwamba nao wa kimataifa na pia umesimama shughuli zake kutokana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Kuna athari gani kwa mapato ya nchi husika? Kwanza, wale ambao wanasafiri, wakati wengine wanasafiri wanachukua muda, wanasema nitachukua siku 2-3 kabla sijaendeleza na safari zangu. Hawa tayari wanaanza kusema kwamba hatuwezi kusafiri. Ile fedha ambazo zingeenda kwa hizo mahoteli, hizo fedha ambazo zingeenda katika mambo ya usafiri, wale wenye taxi, mapato ya taifa. Serikali nyingi inapata ushuru kutokana na matumizi ya mahali ambapo ndege zinatua. Elewa ya kwamba kuna watu wengi wanafanya kazi katika uwanja wa ndege, hata wale ambao wanafanya kazi ya usafi, wale wanafanya elewa wale ambao wanauza vitu mahali pale. Hawa wote wanapoambiwa hizi uwanja za ndege zimesimama. Ni kupe mfano, watu waligoma katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Unaona wale watu ambao walikuwa wamepanga, wako na mipango ya usafiri, sio wageni, sio wenye nchi, hata wale ambao walikuwa wanataka kusafirisha yale mapato ambazo zinaharibika kwa haraka. Elewa hii vita, watu hawakutangaziwa mwezi mmoja ya kwamba tarehe fulani mambo haya yatafanyika. Kuna watu walikuwa na mipango, wengine walijipata hizi miji. Haya yote ukiangalia yanachangia katika kupunguza lile gurudumu ama ukasi wa gurudumu la kiuchumi kwa mataifa haya. Isabella, nafahamu wewe unahusika sana na masuala ya utalii wa ndani. Yani, hali hii ikiendelea hivi Mashariki ya Kati huku, itaathiri kwa kiasi gani unafikiri? Athari ni kubwa kwa maana ya utalii wa East Africa. Tunachojua kwamba sekta hii ya utalii maanake inategemea wageni kutoka mataifa mbalimbali, na mataifa mbalimbali maanake yanasafiri kwa kuja katika mataifa yetu, kwa sababu either ndege watakuwa wana connect ama namna gani. Lakini na unajua wageni wengi ambao tunawategemea katika haya mataifa
ni wenzetu hawa kutoka bara ya Ulaya na za mashariki ya mbali, pia tunawapata wageni wengi na hata Marekani, kwa maana kwamba kama flights zitakuwa haziwi connected, lakini wachache sana ambao wanasafiri direct, wengi wanategemea connections, na connections nyingi kama tunavyojua zinafanyika sasa hizi. Dubai imechipuka kwa hali kubwa, kwa na ndege nyingi zinafanyia connection yake Dubai. Kwa hiyo athari kwa kweli kwa swala zima la utalii, sio Tanzania tu, wa East Africa, athari yake itakuwa ni kubwa, na kwa sababu kuna wengine pengine walishafanya booking kwenye makampuni na itabidi sasa pengine wa cancel hizo safari, na mtu alikama na sisi huku, maana yake sisi mtu anapotuma ile hela inakuwa sio ya kwako, na wewe bado unaipeleka tena pengine kwenye hoteli, pengine kufanya reservations na nini. Kwa hiyo inataka kufanana kama pengine kipindi kile cha COVID au cha nini. Kwa athari ni kubwa kwa kweli kwa sekta utalii, na kama watu sasa walikuwa wamelima, kina mama mboga walikuwa wanategemea kuuza mayai, walikuwa wanategemea nini, wale watu walikuwa wanataka kuchukua hawawezi tena kuchukua. Kwa hiyo wajasiriamali pia nao wameathirika, na kwa sababu tunajua sekta ya utalii inaingiza foreign currency nyingi katika haya mataifa. Sekta ambayo inaathirika moja kwa moja ni ya utalii. Niruhusu nichangie kidogo. Sawa, endelea. Ile gharama ama bei ya matikiti zitaenda juu. Unapata kwamba zile pesa ambazo gharama ya usafiri inapanda, pesa ambayo ingetumiwa kuelekea sehemu nyingine za kiuchumi inaanza kufanya nini? Kupungua. Unaona, tuseme kama nilikuwa ningeenda nitalii ama nishughulike mahali fulani, shughuli fulani hizi miji, waona kwamba wakati unataka tu niweze kupona, niweze kukua na nitabadilisha pia barabara ya mahali ambapo ninataka usafiri. Kama nilikuwa nimesema nitapitia Dubai, sasa hizi nitasema wacha nitafute njia mbadala. Sasa hizi pesa zote ambazo zingesaidia na kuendeleza uchumi katika mataifa haya yanafanya nini? Yanapungua. Yani kwa mtu ambaye pengine haipo kwenye sekta ya utalii hawezi kuelewa, na hata tunavyozungumza hivi kuna mtu mwingine haelewi kabisa habari ya utalii, lakini sekta hii imeathirika, lakini kama vita vitaendelea itaenda kuathirika kwa ukubwa zaidi. Bwana Kimosop, unafikiri inawezekana kuepuka ama kutafuta ufumbuzi? Mswahili alisema penye nia pana njia. Njia itapatikana. Kile ambacho najaribu kuashiria ama kueleza dadangu ni kwamba watu lazima warudi kwenye meza waongee, kwa sababu vita ni siasa ambao imeendelezwa, lakini kwa njia ya kivita. Utapata kwamba watu wanaweza kufariki, miundo msingi inaharibika. Hii ukiona ambayo vita inapoendelea ni siasa imechezwa kwa njia nyingine. Unakumbuka kabla hii vita kuanza, Amerika pamoja na Iran walikuwa wanashiriki mazungumzo pamoja na mpatanishi kutoka Oman, na alikuwa tayari kishatangaza kwamba wameweza kuchapa na kupiga hatua zaidi. Mwishowe watu watakuja kwenye meza, na wakifanya mapema